Faida ya kwanza, baada ya wokovu mtu atafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Yaani niliongea last time kwamba kuna tofauti ya mtu wa Mungu na mtoto wa Mungu. Kuna tofauti. Unapokuwa mtu wa Mungu, kila mtu ni mtu wa Mungu. Hata mwizi ni mtu wa Mungu, hata mchawi ni mtu wa Mungu. Maana Mungu ndo aliyemuumba. Hata mganga ni mtu wa Mungu. Mtu yoyote unayemwona ni mtu wa Mungu. Na ndio kuona wengine kwa imani zao, anaenda kuiba, anamwambia Mungu naomba unitangulie. Anaenda kuiba nyumba fulani. Mungu, yani kuna kwa jinsi ya dini yake na imani yake, anamuomba Mungu. Kwa sababu anaamini yeye ameumbwa na Mungu na Mungu anasikia. Ila sasa kuna tofauti ya mtu wa Mungu na mtoto wa Mungu. Sasa nikiongea kwa habari ya mtoto wa Mungu, ni yule aliyezaliwa mara ya pili. Yule ambaye ameokoka. Wazungu wanasema born again Christian. Huyu born again Christian ndio mtu ambaye ameokoka. Ndio ambaye anaitwa mtoto wa Mungu. Kwa sababu amezaliwa na Mungu mara ya pili. Sio kwa nyama na damu, kwa mwili ulioharibika, bali kwa mbegu iliyo hai. Mbegu ambayo imeharibika ni hii ya kibinadamu tunaitumia. Ambayo unakuta baba, mama anabeba mimba, mtoto anazaliwa, ni mbegu iliyoharibika. Lakini akishakuzaa Mungu mwenyewe kwa mbegu isiyoharibika. Na kwa nini anasema ni mbegu isiyoharibika? Kwa sababu yeye ndo alifanyika kuwa dhambi, alimtoa mwanae, akafa, akazikwa, akateswa kwa ajili yako. Akaamini kwamba nilichokifanyia sadaka, nilichokifanyia sacrifice ni kitu kisichoharibika. Hapa ndio tunaposema faida ya kwanza ya wokovu, unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Ukisoma Yohana 1:12, Yohana 1:12, maneno matakatifu ya Mungu yanasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndiyo wale waliaminilo jina lake. Umeona Ndiyo. Wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, na ndio wale waliaminio jina lake waliompokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen.